ulipo kuwa unachumbia binti, kipindi cha senene kikafika, lazima yule binti alete senene pale kwenu, lazima alete senene pale kwenu. Inaleta kama hali ya matumaini kwamba huyu kweli atakuwa ni muolewaji mzuri. Ninachokumbuka babu yangu ambaye alikuwa amezaliwa mwaka 1863, kwa sababu alifariki mwaka 1959 akiwa na miaka 95. Kwa hiyo ukipiga mahesabu utaona kweli alizaliwa katika kipindi ninachokizungumza mimi. Sasa masimulizi yake kuhusu hawa senene yalionyesha kwamba wadudu hawa walikuwa ni maarufu kuanzia miaka ya nyuma ya 1800. Hawa senene walikuwa wanakamatwa kwenye mbuga. Senene wakijitokeza hasa miezi ya kuanzia miezi ya Aprili, Mei na Juni walikuwa wanajitokeza. Alafu na miezi ya mwishoni mwa Oktoba, Novemba, Desemba ndivyo vilikuwa vipindi vya kukamata senene. Tulifundishwa jinsi ya kuzikamata au senene kuwakamata. Tukawa tunakwenda na wazazi na baadhi ya wanajamii, tunakwenda tunashika senene, wakatufundisha jinsi gani, kama una mfuko, jinsi gani ya kuweza kuwaweka kwenye nyasi kusudi kwenye majani unawafunga, alafu unawapeleka nyumbani, na jinsi ya kuwatengeneza mpaka wafikie wakati wa kuwapika wawe sehemu ya chakula au kitoweo. Tulipokuwa watoto wadogo tukawa tunashindanishwa wakati wa kipindi cha senene. Tunapokwenda mbugani kushika, mwenye bidii ya kushika wengi ndiye alikuwa anapewa kipaumbele pale wakati wa chakula, anapewa senene wengi kwa sababu anaonekana alikuwa na bidii. Wewe ukiwa mvivu ujue watakupa senene kidogo. Basi kwa hiyo ikawa kila mtoto awe na juhudi. Akija nini, kama ni mfuko ule wa kuwekea, ukija tu unakabidhi mzazi. Mzazi anashika, anaona wewe sawa, na huyu anakuja anakabidhi, na huyu anakabidhi. Basi anayekabidhi kidogo kama nilivyosema, ajue kwamba wakati wa chakula hata faidi wale senene. Basi sasa baadaye tulipokwenda tunapata akili kuelekea kuwa watu wazima, tukaelezwa kwamba senene ni chakula, ni chakula cha heshima, kwanza katika kaya na katika jamii. Wakati ule bibi yangu mzaa baba, kwa sababu ndiye nilizoeana naye, alikuwa hasingeweza kula senene mbele ya babu, kwa ni mwiko, kwa sababu wakati ule ulikuwa inasemekana wanawake hawaruhusiwi kula senene. Lakini kwa undani walikuwa wanakula, lakini wasile hadharani. Akipika kama senene nini, anaacha wakwake kule jikoni. Anakuja kukula baadaye, si hapa kwenye chakula. Badala yake senene walipokuwa wanashikwa, wanapikwa, mzee alikuwa anakwenda kumnunulia nyama bibi, iwe ni mboga mbadala au samaki. Bibi anapika, baadaye wakati anapoleta chakula, yeye anakula nyama au samaki.
sisi wengine tunakula senene. Kwa mabinti ambao labda ameshaanza kuchumbiwa au walikuwa waruhusiwi, kwa maana sasa unafanya utaratibu ambao utakwenda kuvunja mwiko kule kwa bwana yako. Kwa hiyo ikaendelea hivyo. Kwa kweli senene katika kipindi cha nyuma tena walikuwa ni wengi sana, wengi wakijitokeza, mnashika senene mpaka na mikono inauma. Basi tukaendelea hivyo, lakini baadaye hali imekuja kubadilika. Ule mwiko kaenda unafutika. Sasa hivi kimwambia mama kwamba uruhusiwi kula senene, anakwambia na wewe uruhusiwi. Kwa hiyo mambo yamebadilika. Sasa hivi senene wanaliwa kama kawaida. Mama utamuona na yeye anaweka pale ndani sahani lake, anakuwekea wewe, watoto mnakula. Hebu kumbuka pale kwenye kaya walikuwa wanachukua kiasi fulani cha senene, baada ya kuwatengeneza wakawabanika vizuri na nini, wanapeleka kwa mtemi. Walivyokuwa wanatusimulia, wanapeleka kwa mtemi senene. Yani ilikuwa kila msimu mtemi kila kaya ipeleke senene kule. Ipeleke senene, ipeleke rubisi. Ukivisha rubisi wakati ule lazima utoe mgao kwa ajili ya kupeleka kwa mtemi. Kwa hiyo senene, rubisi inapelekwa kwenda kunani inapelekwa kwa mtemi kwa ajili ya kujisalimisha kwamba uonekane kwamba na wewe ni mwananchi unayemuunga mkono mtemi, sio muasi. Kwa hiyo hapo sasa kipindi chote cha senene mtakula senene bila wasiwasi, kwa sababu mmeisha kamilisha ile. Ni sasa chakula alichokuwa nakulapo mtemi kitamu kama hicho lazima kilikuwa kinapewa miiko. Ulipo kuwa unachumbia binti, kipindi cha senene kikafika, lazima yule binti alete senene pale kwenu. Lazima alete senene pale kwenu. Inaleta kama hali ya matumaini kwamba huyu kweli atakuwa ni muolewaji mzuri. Kwa sababu amekumbuka kwamba kuna nini hicho chakula cha heshima ambacho uko ukweni kwake lazima na wenyewe waende wakaonje. Lakini alikuwa haji peke yake, anakuja na mabinti wengine kama wawili watatu wa kumsindikiza.